Yeye si ni fire. Wewe usitukumbushe manifesto ya Jubilee ambaye ilinyanyasa wa Kenya. Wewe tuambie mambo ya Jubilee hapa tusikie. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa Naibu wa Rais, Mheshimiwa Farah Maalim, ndugu yetu mkubwa ambaye pia ni patron yetu, Mheshimiwa Cheriot ambaye ni kiongozi wa walio wengi katika Senate, waheshimiwa wote na wananchi wa Dadaab, mara ya pili asalamu alaykum tena. Nina furaha kuwa na nyinyi siku ya leo. Mmesikia mambo mengi. Sisi tumekuja hapa kwa sababu tumealikwa na ndugu yetu Farah Maalim, alituambia tukuje tujionee Dadaab. Si tumefurahi? Mbona nyinyi asioni furaha? Si mmefurahi? Ya pili, kila wakati iko na mambo yake. Kwa wakati huu tumekuja kusaidia wamama na wa vijana, lakini pia ni sharti inahusu nchi yetu. Nchi ya Kenya ni nchi ambaye ni ya kidemokrasia. Historia ya Kenya inajulikana. Tulikuwa na mabeberu tukawafukuza. Tulikuwa na serikali ya Kenyatta, alitawala paka siku zake ya mwisho. Tukakuwa na serikali ya Mheshimiwa Moi, alitawala paka muda wake iliisha na akahandover kwa Mheshimiwa Kibaki. Ikafika wakati ya Mheshimiwa Kibaki. Kibaki pia alitawala muhula wake wa miaka 10, hakuchokozwa, hakutusiwa, alifanya kazi mzuri akaenda. Uhuru Kenyatta pia akakuja akafanya kazi zake kwa muhula 2, miaka 10 akaenda zake. Ikafika wakati wa Mheshimiwa William Ruto ambaye imeanza tu miaka 3 iliyopita. Mimi nataka niwaambie hivi. Nimekuwa mjumbe katika serikali ya Mheshimiwa Moi. Kwa sababu Waswahili wamesema kuishi kwingi ni kwa. Umesikia vile Waswahili wamesema? Kuishi kwingi ni kuona mengi. Mimi nimekuwa kijana katika bunge wakati wa serikali ya Mheshimiwa Moi. Nikakuwa bunge pia wakati wa serikali ya Mheshimiwa Kibaki. Nilikuwa bunge wakati wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Na kwa majaliwa wa Mwenyezi Mungu kwa wakati huu niko kwa bunge wakati ya Mheshimiwa William Ruto. Na nataka niwaambie nyinyi wakaji wa sehemu hii. Sisi tunaamini katiba ya nchi yetu. Demokrasia imefanyika, Wakenya wameamua watatawaliwa na rais wa 5 Mheshimiwa William Samoei Ruto. Tunataka tuelewane kabisa kwa sababu nchi hii ni yetu. Ni demokrasia, kila mtu ako na haki. Wale ambao wameshindwa, wale ambao wako na fikra wengine, sisi tukiwa tunatoka sehemu ya wafugaji, kile tumeona ni Mheshimiwa Rais ambaye anatumikia makabila zote katika nchi yetu bila ubaguzi, bila kuwadanganya, bila pia kuwatanganya, na pia bila kuangalia jamii fulani ndio ukubwa ama wako na haki ama wako na mambo mengine. Kwa hivyo sisi tukiwa hapa tunasema asante. Mnajua ile shida tulikuwa na kipande, tumedhulumiwa, mnajua. Zamani tumedhulumiwa, hata nyinyi mnajua. Saa hizi wewe mtu ya Dadaab hapa uko na haki sawa na ule mtu ambaye anatoka kwa nyumba rais anaitwa Sugoi. Uko na haki sawa na ule mtu ambaye anatoka kwa nyumba ya Gatundu Uhuru Kenyatta. Uko na haki sawa na ule mtu ambaye anatoka Baringo kule ambaye Mzee Moi ametoka. Uko na haki sawa na ule mtu ambaye ametoka Othaya. Uko na haki sawa na ule mtu ambaye ametoka Bondo. Je, kama kuna mtu ambaye anasumbuliwa na hiyo usawa na haki ya Wakenya, tunaambia yeye ushindwe kabisa, kwa sababu wewe ni mtu ambaye uamini demokrasia na uamini haki ya Wakenya, na wewe ni mkabila rasmi, na tunasema Kenya mpya haina nafasi na watu kama haya. Wewe umeheshimiwa. Nataka niambie mimi na Mheshimiwa William Ruto na wengine tumesaidia ndugu yetu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwa muda kadhaa, na ni rafiki yangu. Nataka niambie yeye umeheshimiwa, umekuwa na wakati wako, umkubalie Mheshimiwa William Ruto afanye kazi, na nakuombea upate afya, uone ile mabadiliko itafanyika katika Kenya chini ya serikali ya Mheshimiwa William Ruto.
Lakini ile ya kuzunguka kila pale unapima, unasema Kenya lazima itawaliwe aina hii. Kenya sio kabila moja. Kenya sio nchi ya kutawaliwa na mtu fulani, hapana. Mambo ya demokrasia ni sharti iheshimiwe. Kwa hivyo sisi naambia ndugu yangu Uhuru Kenyatta, patia rais fursa na serikali wafanye kazi. Enjoy your retirement, uheshimiwe, uangalie vile Kenya inaendelea. In fact tunakuambia siku karibu wewe hujatembelea Northeastern, tutakupatia fursa uchukue gari kutoka Isiolo, Modogashe, Wajir, all the way mpaka Madera, uone vile Kenya imebadilika. Tunakwambia pia uchukue gari utembelee kutoka Nairobi, upitie Mwingi, Garissa, uende mpaka Ijara, mpaka Lamu, uone vile Kenya imebadilika. Kenya inaendelea kubadilika ni kwa sababu ya sera mzuri ya rais na serikali ya sasa. Kwa hivyo kila inahitajika ni heshima. Na Waswahili wamesema heshima sio nini? Heshima sio utumwa, si ndio? Uniheshimu ni kuheshimu, si ndio? Usiponiheshimu hata mimi sitakuheshimu. Ukinidharau nitakudharau. Ukinitesa nitakutesa. Sisi tumesema hapana, hii Kenya ni wazi, ni ya demokrasia. Tunataka Rais William Ruto. Kwani nani alisema sisi tulifukuza mzungu, si ndio? Hawa wengine wote rais tano, si kila mtu alikuwa na heshima? Si watu walijaribu kufukuza Moi? Na saizi wanajaribu kusumua William Ruto. Na mimi kesho nikisema nataka kuwa rais wa Kenya, si watasema huyu pia hata sio Mkenya? Tunataka tupatiane heshima. Heshima ndio ile kitu tunataka katika Kenya. Hatutaki tutishwe, hatutishiki, kwa sababu Kenya inatawaliwa na rais mchana na tunajua vile mambo tunafanya. Nyinyi hapa kuna watu wanaamini sisi nyinyi sio wa Kenya. Nyinyi ni wa Kenya ama sio wa Kenya? Ni Mkenya ama nyinyi ni wa Kenya ama sio wa Kenya? Na ule mtu anasema nyinyi sio wa Kenya, akiona kofia anasema hawa ni wahalifu. Akiona mama amevaa buibui anasema huyu ametoka wapi? Nyinyi mkae sawa sawa, mfanye biashara, muungane, mjiandikishe, mchukue kipande, na kura ikifikwa tunasema nini? Hiyo sijasikia. Kura ikifika tunasema nini? Mimi sijasikia hiyo. Kura ikipigwa tunasema nini? Tutam kwa nane? Tutam kwa nane? William Ruto? Profesa Kindiki? Sasa unajua kuna watu wengine ambao hawahitaji tutam. Mimi unajua si nimepita tutam. Farah Maalim amepita tutam. Mtasema nini? Mtasema nini? Si tutasema tuendelee? Hamjasema hiyo. Sema Farah Maalim. Farah Maalim. Na Kainan. Ya misho. Ya misho. Kwa sababu tuko hapa, sisi wakaji wa sehemu hii, kwa vile tumepima na nimeeleza, tunaangalia sera ya kila serikali. Mimi ni mwanachama wa Jubilee. Hata Mheshimiwa William Ruto alikuwa mwanachama wa Jubilee. Kwa hivyo Jubilee kama chama haina shida. Lakini wale wako na shida ni wale wengine wanafikiria kwa sera mbaya. Kwa hivyo kama kuna sera ya Rais Uhuru Kenyatta ambaye imebadilishwa na Mheshimiwa William Ruto, kila rais ako na manifesto yake, si kweli? Ongoja hiyo manifesto, wakati ikiisha weka kwa retili, pima, ukiona inakufaa unampigia, ukiona haikufai kuna demokrasia. Lakini kila siku kumsomea, juzi tulisikia ile wa vijana, hata jana kidogo tulisikia, siku ile nyingine tulisikia ile nyingine. Jameni, na hii ndio neno langu ya misho, tuheshimiane ili tuishi kama Wakenya. Kuna makabila zaidi ya 47. Kila ukiangalia bendera ya Kenya, nani ako na bendera ya Kenya? Mnaona bendera ya Kenya? Hiyo bendera ya Kenya unaonyesha inamaanisha nini? Hiyo shield ni ile vita na kipimo na nguvu tulitumia kutafuta uhuru, si ndio? Na hiyo red inaonyesha nini? Na green, na black, na white. That is our symbol of national unity. The presidency is a symbol of national unity. The moment we fail to respect these institutions, we are caught in anarchy. Na sisi tumeona kuna nchi nyingi sana katika jirani
ambaye wamekuwa na shida kwa sababu watu wamekataa kufuata taratibu ya demokrasia. Ukiangalia jirani hapa, unajua kulikuwa na shida. Unaona huko Sudan, ile nchi ambayo tulikuwa tunachivi kuna shida. Unaona nchi Southern Sudan